iwe pamoja nanyi popote pale ambapo ulipo, baba yangu, mama yangu, dada yangu, mdogo wangu, kijana mwenzangu. Mungu ulipo hapo akubariki sana. Mungu ashukuriwe kwa kuendelea kutujalia uhai na pumzi, kwa sababu hizi ni ofa zake tu. Anaamua tu kutusaidia viumbe wake ili tuendelee kusababisha maisha yaendelee. Sasa huu ni mwendelezo wa hii mada ambayo umeiona kwenye kichwa cha habari hapo, kwamba hivi ni kweli Mungu yupo na dini ni kitu gani? Yaani dini ni nini? Na vipi kama utakuwa sio mtu ambaye wa kufuatilia mambo ya dini, itakuwaje? Kwa hiyo ni katika mwendelezo. Anyways, tulifikia kwenye sehemu ambapo Adamu sasa alikuwa ameshashushwa kwenye ardhi, yeye pamoja na mama yetu Eva. Baada ya kushushwa kwenye ardhi, Gabrieli akawa ametumwa na Mungu kupeleka ujumbe kwa Adamu, na hii ndo data ambayo inasababisha tumzingatie Adamu kama mtume na nabii wa kwanza wa Mungu. Unajua kuna tofauti, japokuwa pia tutakuja tuangalie mbele tofauti ya mtume na nabii. Adamu bwana ni mtume wa kwanza wa Mungu. Akaletewa ujumbe na malaika Gabrieli kutoka mbinguni kwamba bwana, fanya hivi na hivi usamehewe na Mungu wako ambaye ndo bosi wako aliyekuumba wewe na mkeo. Basi Adamu akafuata ule utaratibu, akaomba msamaha kwa Mungu wake, kwa maana ya toba. Na hii ni fundisho tunalipata hapa kwenye historia hii ya Adam, kwamba kumbe anayesamehe hizi dhambi hizi ni Mungu tu bana. Ingelikuwa ni rahisi sana hata kwa Gabrieli, si malaika mkuu wa mbinguni, si angemaliza tu moja kwa moja yeye na Adamu kwamba bana nisamehe na vitu kama hivi. Yaani Adamu angemwomba msamaha Gabrieli. Lakini Adamu haikuwa hivyo, alielekezwa taratibu, akafuata taratibu, akawa amesamehewa na Mungu kwa ujumbe kupitia Gabrieli. Sasa maisha bwana yakaendelea, Adamu na Eva. Mungu akajalia kupitia wawili hao kikapatikana kizazi. Eva akawa kila akipata mimba akizaa anazaa mapacha, yani wa kike na wa kiume. Wakazaa kwa vile ambavyo Mungu aliwawezesha wao kuzaa. Ikawa mtoto wa kike wa raundi hii aliyozaliwa anolewa na wa kiume wa raundi ile iliyofuatia. Wa raundi ile iliyofuatia wa kiume anamuoa huyu wa huko raundi iliyopita. Yani ilikuwa hawaoana waliotoka tumbo moja, no. Walikuwa huyu pacha wa huyu anamuoa pacha wa huyu, pacha wa huyu anaolewa na pacha wa kule. Ilikuwa ndo hivyo. Kwa hiyo wakazaliana, na wao pia baada ya kuoana wakazaliana kwa staili hiyo ya upatikanaji wa ukutikanaji wa mwanamke na mwanamume kwa mtindo wa mimba. Wakapatikana watoto wengi sana wa Adamu. Miongoni mwa hao akawepo yule Kaini na Abeli, ambao ni katika visa pia maarufu sana duniani. Hakuna haja ya kuzungumzia habari yao kwa sababu sisi tupo kwenye pointi yetu kubwa. Basi maisha yakaenda, miaka ikawa ni mingi. Mungu akawa kila analotaka lifanyike kwenye ardhi kwa Adam na watu wake, basi Gabrieli anatumwa, anapeleka ujumbe kwa mzee wetu Adamu kwamba bana Adamu, Mungu anataka ifanyike 1 2 3. Ifanyike 1 2 3. Basi kwa hiyo Adamu akawa ni mtu wa kuwafundisha dini. Dini ni njia
ambayo wewe utaitumia kumfikia Mungu wako. Yaani hiyo ndio inaitwa dini. Unajua watu wengi tu pengine hiyo ndio maana halisi ya dini. Dini ni njia ambayo wewe au mtu mwingine yoyote anaitumia kumfikia Mungu wake, au dini ni njia ambayo yeye mwenyewe Mungu ameitumia kutaka kupata ibada kutoka kwa viumbe wake, na kwa njia hiyo sasa ndio anawatuma mitume na manabii kwamba bana, wewe ni mtume wangu na kupatia njia hii, kwa maana ya dini hii. Ni ipi hiyo? I say utapeli ni mkubwa sana. Basi kwa hiyo Adamu akawa anawafundisha kizazi chake kile dini na kueleza watu ukubwa wa Mungu na namna gani ya kumwabudia kwa mujibu wa vile alivyokuwa akifundishwa na Gabrieli. Lakini pia unatakiwa ujue kwamba kabla haya yote ambayo tumeshafahamishana hapo nyuma, unafahamu kwamba kuna kiumbe ambacho kimeumbwa na Mungu kabla ya chochote unachokiona kwenye mbingu na kwenye nini na kwenye ardhi. Unafahamu hilo? Nimeshaelezea kwenye klipu yangu fulani hivi ya nyuma huko. Basi klipu kwenye title pale imeandikwa, je, kati ya kalamu na daftari na Adamu ni nani wa kwanza kuumbwa na Mungu? Nimeelezea vizuri sana na hilo limeeleweka. Kwa hiyo mimi naendelea na tulipokuwa tumefikia. Basi watu wa Adamu wakaishi katika kumtii Mungu na kumfanyia ibada vile ambavyo Mungu anataka. Na obviously wasingekuwa ni waovu kwa sababu walikuwa na Adamu mwenyewe ambaye anafahamu balaa zima la mbinguni na mambo yote yaliyotokea hapo katikati. Basi watu wakaenda wakawa ni wacha Mungu, wakamwabudia Mungu vile ambavyo yeye anataka, na wakaishi kwa kufata vile ambavyo Mungu amewaelekeza kupitia kwa mtume wake Adamu. Miaka ikaenda mingi sana, na watu wa zamani wakiishi muda mrefu tofauti na sisi watu wa hiki kizazi cha nyoka hiki. Ukitoboa sana miaka 70, hapo ndio ukiwa angalau na akili bado inaweza kutambua baadhi ya vitu. Ukizidi 70 kwa kweli hiyo ni ofa, ni bonus umepewa. Lakini watu wa zamani walikuwa wanaishi mpaka miaka 3000.